zaidi hata 10 na ngapi hapo kadhaa au labda 20. Kwa hiyo tukasema tupite angalau hata 3 4, tumeona zaidi ya ekari. Mpaka sasa tumetembea kama ekari 10, siku zetu zilizopita kama 8 au 10. Ili kuona kwamba tathmini ya namna gani hata unavyomweleza kiongozi mwenzio kwamba aone uzito wa ile eneo. Na kwa sababu tumefuatana na hao wenzetu waandishi watatusaidia angalau kuona maeneo kadhaa na tembea kwenye hata kwenye wizara husika inayohusika, wizara ya maliasili, basi wakiwastua hao wenzetu watanapa na taasisi zingine hizo za TAWA nani, na mimi wataanza kuchukua action na kuchukua jukumu kwa haraka, kwa sababu haya ni maeneo ambayo wakulima wanajipatia riziki na kusomesha watoto wao, chakula na kuuza na kufanya mbalimbali, kupata nafasi ya kuendesha maisha. Lakini sasa leo imeshakuwa hivi. Kwa hiyo naamini sisi kama taasisi Chama cha Mapinduzi tumepokea pia soko hapo, ndio maana tumekuja kwa mshtuko kuona hii ni hatari kwa wananchi wetu, kwa sababu wataishije? Maana inabidi wakimbilie wapi? Wasije wakaja majengoni kwetu na sisi hatuna chakula, itakuwaje? Lakini lazima sasa tukilia sisi na mkilia sisi tumekuja ili kuja kuwasikiliza, tunakuona hii picha ili tuwe taarifa kwa wenzetu serikali, DC na DC najua naye ana mamlaka ya kutoa mbele. Basi nao wote watapeana tu. Sasa tusipofika sisi sasa hivi taarifa hizi zitatembea sasa kwa haraka sana. Kwa sababu itakuwa sawa wenyewe duka lao au ambao waliomba ridhaa fulani wameshafika huko Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo naamini kwa sababu mwaka jana najua walikuja, wajuzi wanakuja, sasa inakuwa kila vitu vinajirudia kila miaka. Tunachotaka angalau basi ikome hiyo hali, hata kama itakuwa inajirudia lakini sio kwa kiwango hichi. Wanasema wataleta waya sio kwa ajili ya kudhibiti umeme, sio nini. Sasa imekuwa ni story, basi angalau sasa ifike hatua mwisho ya kuona wanadhibiti angalau uharibifu wa kiwango hiki kubwa namna hii. Inasikitisha sana. Ndio. Na kile langu nimeshaliona hapa, mimi ni wa kijiji cha Mwonjamo. Ni mwanachama wa SEAKIEO, nalima pongo, shamba la pongo. Shamba ambalo la chama cha msingi. Hapa na nimeshajionea nilivyoliwa hapa, nalima hapa eka 5. Na eka moja kwa natoa 20. Nikiangalia kwa maana napeleka watoto shule na napeleka watoto hospitali na maisha mengine ya nyumbani yanavyoendelea. Hapa nimekosa, tembo amemaliza pote, nitafanya nini? Utanisaidiaje? Katibu wa chama yuko hapa, wa chama cha CCM. Mimi ni mwana CCM. Mimi ni mwanachama mwenzenu. Naomba mnisaidie. Hapa nitaishi vipi na nitapeleka watoto shule? Ninachoombeni mnisaidieni. Sasa hapa na chochote, shamba mmeshaliona, hamna kitu kilichobaki hapa. Eka 5 mimi navuna gunia 100. Sasa nalima kisasa. Na baadhi mmenipa mbolea vizuri, mkanipa mbegu vizuri, nikakotisha kwa wakati mzuri na akakubali vizuri, mkatupa tembo. Sio tembo alitoka wapi sasa? Hebu nisaidieni. Kwa majina naitwa Bilivini Mari, ni mkazi wa kijiji cha Ngaroni, kata ya Livishi, wilaya ya Sia. Huku ni mashamba ambayo tunalima sisi wananchi wa wilaya ya Sia, lakini wakata za Livishi, kata ya Nasai, kata ya Kivaeni na Kashashi, Masanya Juu. Tunakuwa tunavamiwa na tembo kila mwaka. Kila msimu tunavolima tembo wanakuja. Wakija wanaharibu mazao, kwa kuwa si wananchi hatuna zile mbinu za kuwalinda haya mazao au na kuwafukuza hawa tembo. Kwa tunaiomba serikali kupitia Wizara ya Maliasili, kuna mama yetu pale Pindichana atusaidie, atume watu wake ambao wanapatikana huko wilaya ya Sia wahifadhi kwenye hii misitu, kuadili na hawa tembo. Kwa maana si wananchi hatuwezi wenyewe bila support ya serikali. Lakini hawa viongozi ambao wanahusika wa wanyamapori na wahifadhi wanakuwa wanatupa ahadi kila msimu, watakuja, watafanya hivi, lakini mwisho wa siku kila msimu tukilima bado mahindi yanakuja kuharibiwa. Uharibifu ukishatokea mkubwa, wao ndio wanajitokeza. Kwa tunaomba wajitahidi, kama wana uwezo wa kufunga GPS kwenye hawa tembo wasipotee, kwa nini wasifunge GPS hawa tembo wakiwa wanakaribia kuingia kwenye mahindi, waje wawafukuze? Wanatuambia tusubiri, wakiona wameingia kwenye mahindi tupigie simu. Sasa hiyo inakuwa ni kazi gani? Akishaingia kwenye mahindi uweze kumfukuza. Sisi tunaomba wadili nao wenyewe huko msituni kabla hawajafika kwenye maeneo yetu kuharibu chakula. Haya mahindi kama unavyoona, kutunza eka moja ni 800 mpaka hapa alipofikia kuanza level ya kuchoma. Lakini tembo akija akiharibu, fidia baadaye ukija kupewa unapoela kidogo ambao haitoshi hata kununua mfuko wa mbolea. Tunaomba rais pia alione hili. Lakini Wizara ya Kilimo, Kakabashe angalie, ashirikiane na wizara hii ya Maliasili na Utalii kuwazuia hawa wanyama ili tusipate madhara. Kuna mwaka tumezika mwenzetu tukiwa tunalinda naye huku, tukavamiwa, yeye kuweza kukimbia vizuri, tembo akamuua, akafariki, tukamzika.
Lakini ya madhara tunaomba serikali, viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa na chama kimefika leo kututembelea na kutufariji, lakini tunaomba zisiwe ni story. Utekelezaji uwepo ili sisi wananchi na vijana kama sisi ambao tumeamua kujiwekeza kwenye kilimo kama sehemu ya ajira, kujikwamua. Ili uwe na afya bora ni lazima uwe na uhakika wa chakula. Sasa chakula ndio hichi kimefikia level nzuri, tunategemea kuvuna mwezi wa 7 au wa 8, kinaharibiwa namna hii.